Mkutano huko Mashariki ya Kati umeingia katika hatua mpya ya hatari zaidi kufuatia vitisho vikali vya kisiasa, mashambulizi ya kijeshi na taharuki katika sekta ya nishati duniani. Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala baada ya kutishia kwamba taifa lake linaweza kulipua mtambo mkubwa zaidi wa gesi duniani unaojulikana kama South Pers Gas Field endapo Irani itaendelea na mashambulizi dhidi ya Qatar. Kauli hiyo imeongeza hofu ya kuongezeka kwa vita katika ukanda huo nyeti. Hii ni TriGen Media na mimi ni Christina Mbezi. Katika maelezo yake, Rais Trump amesisitiza kuwa Marekani haikuwa na taarifa zozote kuhusu mpango wa Israeli kushambulia miundombinu hiyo ya gesi, jambo linaloonyesha uwepo wa mgawanyiko au ukosefu wa uratibu kati ya washirika wakubwa wa Magharibi. Shambulizi hilo linalodaiwa kufanywa na Israeli limezidisha hali ya sintofahamu na kuibua maswali kuhusu nani hasa anadhibiti mwelekeo wa operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka vyombo vya kimataifa, vimearifu kupanda kwa bei ya mafuta duniani kwa kasi kufuatia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati katika Ghuba ya Uajemi. Hali hiyo imeongeza wasiwasi kiuchumi duniani, hasa kwa nchi zinazoagiza mafuta kwa wingi. Katika hatua nyingine ya kidiplomasia, Saudi Arabia imetoa onyo kali kwa Irani ikisema ina haki ya kuchukua hatua za kijeshi kujilinda dhidi ya vitisho vinavyoendelea. Kauli hiyo inaashiria uwezekano wa vita pana zaidi ikiwa hali haitadhibitiwa mapema. Wakati huo huo, Qatar imechukua hatua ya kuwafukuza maafisa wa kijeshi na usalama wa Irani waliokuwa nchini humo, ikionyesha kuzorota kwa mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Hali ya usalama baharini pia imezidi kuwa mbaya baada ya vyombo viwili vya majini kushambuliwa kwa makombora yasiyojulikana mapema siku ya Alhamisi karibu na Ghuba ya Uajemi. Shirika la ufuatiliaji wa usalama la baharini la Uingereza limethibitisha matukio hayo, likionya kuwa njia za usafirishaji wa mafuta zinaweza kuwa hatarini zaidi. Aliyekuwa mkuu wa kupambana na ugaidi katika utawala wa Trump, Joe Kent, amesema hakukuwa na taarifa zozote za kiintelijensia zinazoonyesha kuwa Irani ilikuwa inapanga shambulizi kubwa la kushtukiza kama yale ya Septemba 11. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu uhalali wa hofu inayosambazwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Ripoti za kina kutoka vyombo vya habari zinaonyesha kuwa hali hii imechochewa pia na mvutano wa muda mrefu kati ya Irani na mataifa ya Magharibi pamoja na washirika wao wa Kiarabu. Mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya miundombinu ya nishati na meli za biashara yamekuwa ikiongeza hatari ya vita vya wazi ambavyo vinaweza kuvuruga uchumi wa dunia. Katika hali ya sasa, juhudi za kidiplomasia zinaonekana kushindwa kuleta suluhisho la haraka, huku kila upande ukionekana kujipanga kijeshi zaidi kuliko kutafuta mazungumzo. Hali hii imeiacha dunia katika hali ya wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa usalama wa kimataifa. Kwa ujumla, mzozo huu unaonyesha jinsi siasa za kimataifa zinavyoweza kubadilika ghafla na kuathiri dunia nzima ikiwa hatua za haraka za kidiplomasia hazitachukuliwa. Basi uwezekano wa vita kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati unaendelea kuwa tishio, hali inaweza kuleta madhara makubwa kwa uchumi na usalama wa dunia. Hii ni TriGen Media.